wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, biidhnillah tabaraka wa ta'ala, kwa siku yetu ya leo, na nafikiri ndio siku ya mwisho katika 10 la mwanzo. Huenda ikawa ndio kusimamia hapa, kama kutakuwepo na fursa zingine tutaangalia kutokana na ratiba itakavyotoka. Leo tunaangalia aqsamu nasi fi siyam. Aqsamu nasi fi siyam, Sheikh anasema sabaqa anna fardhu siyam, imetangulia kwamba faradhi ya funga kana fi awwal al-amri, ilikuwa katika mwanzo wa jambo, ala marhalataini, ilikuwa katika marhala mbili. Yani ilikuwa kuna khiari, mtu anaweza kuchagua afunge au atoe kibaba alishe maskini. Kwa hiyo kulikuwa na khiari, mtu kuchagua, kulikuwa na option kati ya kufunga na kulisha. Thumma saqarrati ahkamu siyam fakana nasu fiha aqsaman 10, kisha ikasakiri hukumu za funga kwamba ikawa sasa ni kufunga tu, hakuna cha khiari. Ikawa kwa sababu hiyo wakagawanyika watu. Anasema wakagawanyika watu makundi 10. Makundi 10 ya watu. Anasema al-qismu al-awwal, kigawanyo cha kwanza, al-muslimu al-balighu al-aqilu al-muqimu al-qadiru as-salimu min al-mawani'i. Kurasa wa 14 anasema Muislamu aliye balighe, mwenye akili, al-muqimu manake sio msafiri, al-qadiru mwenye uwezo, as-salim aliye salimika, min al-mawani' kutokana na vizuizi. Fayajibu alayhi sawm Ramadan, basi ni wajibu juu yake funga ya Ramadhan, adaan fi waqtihi, kuitekeleza katika wakati wake, lidalalati alkitabi wa sunna wal ijma'i, kwa dalili ya kitabu na sunna na ijma'i, ala dhalika, juu ya hilo. Qala Allah ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ambao imeteremshwa ndani yake Qur'ani, hudan linnasi, ni mwongozo, hali ya kuwa ni mwongozo kwa watu wote, hata wale ambao si Waislamu wanaitumia Qur'ani kwa namna fulani fulani yenye maslahi yao kwa ajili ya maisha yao. Wa bayyinatin min alhuda, na ubainifu katika uongofu, wal furqan, na ni yenye kupambanua baina al-haqi wal batil, wa baina sunna wal bid'ah, kutofautisha kati ya haki na batil, kati ya sunna na bid'ah. Faman shahida minkum ash-shahra, na yeyote atakaye kuwepo miongoni mwenu
atakaye kuwepo akahudhuria akawa yupo, yani mwezi mzima, faman shahida minkum ash-shahra, atakaye kuwepo miongoni mwenu mwezi mzima. Ash-shahru manake ni kuanzia siku ya kwanza mpaka ya mwisho. Falyasumhu, basi na afunge, aufunge huo mwezi, afunge hayo masiku yote ya mwezi. Haina maana kufunga ile siku unakoandama ndio wanaifunga. Hii ni kufunga hayo masiku ya mwezi wote, mwezi kamili. Suratul Baqara aya 185. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, na akasema mtume sallallahu alayhi wasallama, idha ra'aytumul hilal fasumu, mutafaqun alayhi, pindi mtakapoona mwezi mwandamo, umeandama mwezi, fasumu, basi fungeni. Maana anzeni kufunga, ndio wakati. Hadithi sahihi kwenye Bukhari na Muslim. Wajma al-muslimun, na wamekubaliana waislamu, ala ujubi siyam, juu ya wajibu wa funga, adaan ala man wadahana, hali ya kutekeleza juu ya wale ambao tumewaweka wazi, wale ambao tumewabainisha, bimaana almuslimu albalighu alaqilu almuqimu alqadiru assalimu min almawani'i. Fa amma alkafiru, amma kafiri, fala yajibu alayhi siyam, kafiri si wajibu kwake kufunga. Wala yasihhu minhu, na hata kama akajitahidi kufunga, funga hiyo haitoswihi. Liannahu laysa ahlan lilibada, kwa sababu yeye si ahalu, si mwenye kustahiki, hana stahiki za ibada. Yani na maana ya kwamba kafiri si kwamba hatakiwi kufanya ibada na ataadhibiwa kwa kuacha ibada, lakini kwa sababu hajapata zile nyenzo, vile vigezo vinaomfanya asahiki kufanya ibada, kwa hiyo haiwezi ibada hiyo ikakubaliwa. Hivyo basi anasema, fa idha aslama fi athna'i shahri Ramadan, anaposlimu huyu kafiri, anaposlimu mwezi wa Ramadhan, lam yalzamhu qada'ul ayamil madiya, haitomlazimu yeye kulipa masiku yaliyopita. Tuchukulie kwamba leo tarehe ngapi? Leo ni 9, Ramadhani 9 au 10. Ikiwa ni 9, manake akasilimu mtu sasa hivi ni kafiri. Kuanzia sasa, siku zilizopita nyuma hatolipa, kwa sababu hakuwa anastahiki. Na hii siku
Atakaposilimu tu, kama ni saa 10 ni saa 7, atajizuia kwa sababu ameshastahiki, na stahiki yake ni kupata shahada. Akishapata shahada ndio amepata stahiki. Kwa hiyo haya masiku mengine yeye hatohesabiwa, atafunga hizi siku zilizobaki, kama ni 21 au ni 20, ndizo atakazozifunga. Liqaulihi ta'ala, kwa kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, qul lilladhina kafaru, sema kuambia wale waliokufuru, iyantahu, ikiwa watakoma, manake wataacha huo ukafiri wao, yughfar lahum, watasamehewa, ma qad salaf, yale yaliyokwisha pita, yale yaliyokwisha tangulia, watakuwa wamesamehewa. Hiyo ni ofa kwa makafiri. Insha'u an yadkhulu fil islami. Surah Al-Anfal aya 38. Anasema wa in aslama fi athna'i yawmin minhu, na ikiwa ataslimu katikati ya mchana wa hiyo siku ya Ramadhani, lazimahu liimsaku baqiyata al-yawm, itamlazimu kujizuia siku iliyobaki, masaa yaliyobaki, li'annahu swara min ahli al-ujubi, kwa sababu amekuwa ni katika watu wanaowajibika, hina wakati ujubi al-imsaki, wakati ulipokuwa wajibu wa kujizuia. Kwa hiyo yeye kafiri akisilimu katikati ya siku, katikati ya mchana, atajizuia, asiendelee kula, asiendelee kunywa, kwa sababu ameshapata stahiki za kuwa yeye ni Muislamu baada nutuqi shahadatain, baada ya kutamka shahada 2. Alqismu thani, kigawanyo cha pili, anasema aswaghiru. Aswaghiru ni mtoto mdogo, fala yajibu alayhi siyamu hatta yablugha, liqauli nabii sallallahu alayhi wasallama, mtoto mdogo hawajibiki yeye kufunga mpaka pale atakapofikia baligh, liqauli nabii sallallahu alayhi wasallama, kwa kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallama, rufi'a alqalamu an thalathatin, imenyanyuliwa kalamu kunako watu watatu, anin naimi hata yastayqidha, kunako mtu aliyelala mpaka atakapoamka, wani swaghiri hata yakbura, na mtoto mdogo mpaka pale atakapokuwa mkubwa, ndiyo kalamu inaanza kuandika, wa anil majnuni hata yufiqa, na majnun kichaa, mwenda wazimu, mpaka pale akili zake zitakapokuwa zimerudi. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i wa sahahu al-Hakim. Kwa hiyo mtoto si wajibu kufunga, si wajibu kufunga, lakini Sheikh anasema lakini yaamuruhu waliyuhu bisawmi, lakini wali wake, mlezi wake, mzazi wake atamwamrisha kufunga, fa idha ataqahu tamrinan lahu ala ta'a,
ikiwa pindi atakapokuwa anaweza kufanya zoezi hilo juu ya twaa, kujizoesha kufanya twaa, liyaalafaha, ili aweze kuzoea, baada bulughihi, baada ya kubalighi kwake, iqtidaan bisalafi salih, hali ya kuwaiga wema waliotangulia radhiyallahu anhum. Faqad kana sahabatu ridwanullahi alaihim, hakika walikuwa maswahaba radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yao, yusawimuna, wanawafungiza yani kuwapa zoezi la kufunga watoto. Yusawimuna auladahum, wanawazoesha kufunga watoto wao, wa humu sigharun, na hali ya kuwa ni watoto wadogo. Wayadhhabuna ila almasjid, na wanakwenda nao msikitini. Fayajaluna lahumul lu'ba, wanawatengenezea toys, vimdoli, minal ihn, kutokana na pamba au mfano wa pamba, yani asufa au nahwahu au mfano wake. Fa idha bakau, watakapokuwa wamelia, min faqdi ta'ami, kwa sababu hawaoni chakula, hawajapata chakula, atauhum lu'bata yatalahawna biha, basi wanawapa hivyo vimdoli ili kuwapumbaza kwayo, wapumbazike nayo, wakiwa wanacheza wanasahau kula. Ndivyo kuwa walikuwa wanafanya salafu saleh, kuwazoesha watoto namna ya kufunga. So pia katika baadhi ya mambo ya kisheria na hukumu wakati fulani fiqh inahitajika kati ya mtu kufuturisha au kumwandalia futari yatima na mtu ambaye ni mzima alafu ni maskini, ni fukara, hana chakula. Kati ya watu hao wawili nani anatakiwa atangulizwe? Kwa sababu yatima vyovyote atakavyokuwa, yatima anakuwa chini ya baligh. Kwa hiyo kwake si wajibu kufunga, lakini mtu ambaye ni fukara, ni maskini, ndio anatakiwa apiganiwe, kwa sababu yeye kufunga kwake ni jambo la wajibu. Kwa hiyo vinapogongana wakati fulani, lazima uangalie kati ya hawa na huyu, yupi anapewa kipaumbele. Tumpe anayefunga kwake ni sunna, ni kufanya mazoezi, au tumpe yule ambaye kufunga kwake ni wajibu? Ikiwa hatuna matatizo hayo na watu wanapata wote, hawa maskini wanaume au waliofikia baligh wanapata, na wale wanapata ambao ni yatima pia, ni jambo zuri na jambo lenye kupendeza. Lakini panapokuwa na jamu, msongamano, na hakuna namna ila kufanya kimoja, lazima tuangalie fiqh inasemaje. Anasema wayahsulu bulughu dhakari biwahidi min umuri thalatha, na kunapatikana kubalighi kwa mtoto wa kiume kwa moja ya mambo matatu. Kwa moja ya mambo mangapi? Matatu. Na leo kimuuliza mtu, hebu nitajie alama za kubalighi, anaanza kukwambia sauti kuwa nene, sijui misuli, sijui kufanyaje, yani vile vitu ambavyo wameisema kibiolojia, yani ndio anaona kwamba hizi ndio alamatul bulughi. Lakini tunazungumzia sisi kisheria alama za kubalighi. Ahaduhuma, moja wao, anasema inzalul manii bihtilamin, ni mtu kutokwa na manii kwa kuota ndoto, au ghairihi, au kwa kitu kingine, liqaulihi ta'ala, kwa kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala,
wa idha balagha al-atfalu minkumul hulm, pindi watakapofikia watoto miongoni mwenu kuota, faliyasta'dhinu, watake idhini kuingia kwenye vyumba vyenu, kama sta'adhana alladhina min qablihim, kama walivyokuwa wanataka idhini wale waliokuwa kabla yao. Surati Nuru aya 59. Kwa hiyo mtoto akifikia, na hili linakuwa ni siri yake mwenyewe kwa sababu huwezi jua wewe mzazi. Kwa hiyo mtoto mwenyewe akiona ameota ndoto yuko na mwanamke anafanya tendo la ndoa kwenye ndoto, sijui litakuwa ni la ndoa ni la nini, lakini kwenye ndoto akatokwa na manii, basi huyu ameshabaligh. Huyu amesha nini? Ameshabaligh. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallama, na kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, ghuslul jumu'a wajibun ala kulli muhtalimin, kuoga Ijumaa ni wajibu kwa kila mwenye kuota, manake kwa kila aliyefikia baligh. Mutafaqun alayhi, na hii ni mutafaqun alayhi. Naam. Katika kuendelea na alama za kubaligh au mtu kujua kuwa amebaligh, moja tukasema inzalul manii bihtilamin au ghairihi, kutokwa na manii kwa kuota au kwa kitu kingine, maana yake kwa kufanya kama mchezo fulani kama wanaofanya. Mbili, anasema nabatu sha'ri al-ana, kuota nywele za kule ndani kabisa. Anasema wa huwa sha'rul khashnu yambutu haula al-qubuli, anasema nayo ni nywele ambazo ni ngumu zinazoota pembezoni mwa utupu wa mbele, haula al-qubuli, kuzunguka. Liqauli Atiya al-Quradi radiyallahu anhu, aradna ala nabii sallallahu alaihi wasallam yawma quraidata, yani tulijidhihirisha sisi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yawma quraidata, faman kana muhtaliman, yule ambaye alikuwa ni mwenye kuota, au ambata anatahu, au yule ambaye kumeota nywele zake kwenye eneo la kinena, kutila, anauawa. Wa man la turika, na yule ambaye hajafikia hivyo basi anaachwa, hauawi kwa sababu hajafikia baligh. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa huwa sahih. Athalithu, jambo la tatu, bulughu tamami 15 sana, ni kufikisha miaka 15, kufikisha miaka 15. Liqauli Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anasema uridtu ala nabii sallallahu alaihi wasallam yawma Uhud, mimi nilidhihirishwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya Uhud, wa ana ibn 14 sana, na mimi nikiwa ni mtoto wa miaka 14. falam yujizini, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakunijuzia mimi, yani lile qitali, kwenda kupigana jihadi, kwenda kwenye vita. Zada al-Baihaqi wa Ibn Hibban fi sahihi bi sanadi sahih, walam yarani balaghtu, yani hakuniona mimi kwamba nimefikia baligh kwa sababu nina miaka 14. Wa uridtu alayhi yawm al-Khandaq, na nikaonyeshwa tena kwake yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya Khandaqi, wa ana ibn 15 sana, na mimi nikiwa na miaka 15. Fa ajazani, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaniruhusu. Zada al-Baihaqi wa Ibn Hibban fi sahih bi sanadi sahih, wa raani
balaghtu rawahu lijamaa, akaona ya kwamba mimi sasa nimefikia balighe, manake ninaweza kwenda kwenye jihadi. Kwa hiyo ima kugundulika kwa njia ya kuota au kwa kuota nywele kwenye hizo sehemu za siri au kwa kufikisha miaka 15. Hizi ni alama za kubaleghe. Ikitokea moja katika hiyo, inajulisha huyu tayari ameshakuwa ni mtu mzima. Qala Nafi'u faqaddamtu ala Umar ibn Abdul Aziz, nilikwenda kwa Umar ibn Abdul Aziz wa huwa khalifatu, na yeye ni khalifa. Fahadathtuhu lihaditha, nikamsimulia hadithi. Faqala inna hadha alhad, hakika hii hadi, huu mpaka baina saghiri wal kabiri, ni kati ya mdogo na mkubwa. Yani hiyo miaka 15 ndio mpaka. Ukirudi hivi ni mdogo, ukienda hivi ni mkubwa. Wakataba li ummalihi an yafridu, yani min al-atwa, na akaandika kwa wafanyakazi wake, yani wapewe atwa, liman balagha 15 sana, kwa mtu ambaye amefikisha miaka 15. Manake huyu ndio anaweza kupewa kitu kama ana haja na amefikia umri wa utu uzima, ndio apewe. Manake chini ya hapo asipewe, kwa sababu bado yeye sio wajibu. Kwa hiyo tuangalie watu ambao ni wajibu kwao ndio wapewe. Rawahu al-Bukhari. Kwa kumalizia kipengele hichi, wayahsulu bulughu li-untha, anasema na kufikia baleghe kwa mtoto wa kike au kwa mwanamke yoyote, bima yahsulu bihi bulughu dhakari, kwa kile ambacho pia anafikia baleghe mwanaume. Wa ziyadatu amri rabi'in, na kwa ziada ya jambo la 4, wa huwa alhaidu, nayo ni hedhi. Kwa hiyo mtoto wa kiume na mtoto wa kike wote wanaungana pamoja kwenye kuota. Mambo hayo wote wanaota, lakini kuota nywele pia sehemu za siri wote wanaota, wa kiume na wa kike. Kufikisha miaka 15 wote wa kiume na wa kike. Hizi ni alama ya kubalegha. Maana kufikia miaka 15 kama hivi vingine havijaonekana, kama hajaota ndoto, hajaota nywele, kwa hiyo tunasubiri afikishe miaka 15. Lakini akiota ana miaka 12, akitokwa na nywele ana miaka 13, kwa hiyo tunamhesabu huyu ameshabaleghe hata kama hajafikisha miaka 15. Miaka 15 maana yake huo ni mpaka wa mwisho. Kwa hizi alama 3 zinamuingia wa kiume na wa kike, lakini wa kike ananyongeza katika alama za kubaleghe. Anasema nayo cha 4 ni kuingia periodi, mwanamke kuona damu ambayo ni ya kawaida kutoka kwenye mfuko wa uzazi. Famata hadwatil untha, wakati atakapoingia kwenye hedhi mwanamke, faqad balaghati, huyu anakuwa amefikia baleghe au amevunja ungo kama wanavyosema wenyewe. Anasema fayujra alaiha qalamu taklifi, basi kalamu ya taklifi itakuwa inapita kwake yeye. Yani kama ni kuandikiwa kheri anaandikiwa, kama ni kuandikiwa maovu anayoyafanya, kalamu sasa inaandika. Wa illam tablugh 10 sinin, hata kama hajafikisha miaka 10. Yani mwanamke akiingia period, binti akaanza kuona siku zake na miaka 9, ndio ameshavunja ungo. Usisubirie miaka 15. Kwa hiyo kuingia kwake period, kuvunja kwake ungo, ndio tayari ameshakuwa mtu mzima.
Manake kama anavunja ungo, ina maana mayai yanapevuka, mayai yake yanakuwa machuadi, na kama mayai yanakuwa machuadi yanapevuka, manake anaweza kubeba ujauzito, na kama anabeba ujauzito huyo sio mtoto, kwa sababu mtoto hawezi kubeba ujauzito hata kidogo. Wa idha hasala albulughu athnaa nahari Ramadhan, ikiwa atafikia balighi mchana wa Ramadhani, yani mtoto sasa amevunja ungo mchana wa Ramadhani ndio anaona siku zake, au kijana ndio anaota ndoto. Fa in kana man balagha saiman, ikiwa ni mtu aliyefikia balighi hali ya kuwa amefunga, yani alikuwa yuko kwenye mazoezi ya kuzoeshwa kufunga, alikuwa yuko kwenye funga tayari, ana miaka 13 lakini anaweza kufunga, alikuwa amefunga na wakati huo mchana ndio amevunja ungo au amebaleghe, anasema atamma swaumahu, atatimiza funga yake. Atatimiza nini? Funga yake. Wala shay'a alayhi, na hatokuwa na chochote anachodaiwa. Huyu ni wakubaleghe kwa mtindo gani? Sio wa kuingia kwenye hedhi, kwa sababu akiingia kwenye hedhi ina maana hata kama alikuwa amefunga funga yake na kubaleghe kwa kufikisha miaka 15, kubaleghe kwa kuota ndoto, kubaleghe kwa kuota nywele, na hivyo vingine ambavyo haviwezi vikaharibu funga, kwa sababu kuingia kwenye hedhi hii yenyewe inaharibu funga hata yule ambaye alishabaleghe siku nyingi, ameshavunja ungo siku nyingi. Wa in kana muftiran lazimahu imsaku baqiyati yaumihi, ikiwa alikuwa amefungua anakula mchana hajafunga, basi itabidi ajizuie siku hiyo iliyobakia, li'annahu swara min ahli alwujubi, kwa sababu amekuwa ni katika watu ambao wanawajibika kufunga. Wala yalzamuhu qada'uhu, na haitomlazimu kulipa, li'annahu lam yakun min ahli alwujubi hina ujubu limsaki, hina ujubi limsaki. Nasema kwa sababu hakuwa ni katika watu wanaowajibika wakati anapata wakati huo au anaingia kwenye wakati huo, kwa hiyo yeye itakuwa si wajibu kulipa, kwa sababu si katika ahalu wakati huo, ila atajizuia kwa yule ambaye ameingia katika mchana wa Ramadhani akafikia kubaleghe au akafikia kuvunja ungo, kwa vile vitu ambavyo vyenyewe havimruhusu kula mchana. Maana yake akiingia kwenye siku zake, kama ni mwanamke, yenyewe inamruhusu kula kama mwanamke mwingine. Hivyo vingine ambavyo si kuingia kwenye siku ndio ambavyo vitamfanya ajizuie na kula mchana. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.